tutakwenda tuchukue tena. Roho bado yupo, Roho bado yupo. Amen. Kwambia mpaka Jumapili itakuwa umejaa kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Salimiane tena kwa salamu yetu nzuri ya kanisa letu nzuri ya Tanzania Assemblies of God. Miaka 13 ya moto wa msho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Jina la Yesu litukuzwe. Naomba msalimie ndugu yako, mwambie na kusalimu kwa jina la Yesu. Niko tayari kusikiliza neno la Mungu aliye hai. Amina. Piga makofi kwa Yesu kama unapenda kusikia neno la Mungu aliye hai. Shangilia kwenye vigelegele unaweza kupiga. Huyu Yesu anakupigia vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Amani, haleluya. Haleluya. Watu wengine wajawa na furaha. Haleluya. Kabila zote haleluya. Wanyakyusa haleluya. Wabena haleluya. Wahehe haleluya. Wasukuma haleluya. Wagogo haleluya. Kabila zote haleluya. Wachaga haleluya. Ndio Wachaga wako kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Piga makofi mengi kwa Yesu. Amen. Basi tuombe. Bwana Baba na Mungu wetu, kwa jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya neema ya uzima uliotukirimia, na hususa Bwana neema ya wokovu ambayo umetukirimia, jambo ambalo umetufanya kwa watoto wako. Tunakushukuru sana Mfalme. Tumeona mkono wako katika maisha yetu, tumeona wema wako katika maisha yetu Bwana. Asante kwa ajili ya semina hii na asante kwa siku ya leo. Umetupa kibali tena kuwepo nyumbani mwako. Baba, tunaalika tena nguvu zako na uweza wako ukatuhudumie jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Mahali hapa Bwana, patikiswe na nguvu zako, patikiswe na uwepo wako, patikiswe na uweza wako Bwana. Tunakuja katika uwepo wako. Uwepo wako tunapata amani, uwepo wako tunapata furaha, uwepo wako tunahudumiwa, tunaponya magonjwa, tunaimarishwa katika imani katika jina la Yesu Kristo. Bwana tawala. Tunaiteka anga lote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tuwafunga wakuu wa anga wote, wakuu wa giza wote wenye mamlaka, majeshi ya Baba katika ulimwengu wa roho. Akila roho zote zinazopinga nguvu ya uwepo wa Mungu, na zinazopinga kabisa kazi ya Mungu mahali hapa, roho zote hizo tunafunga katika jina la Yesu. Tunazing'oa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunafungulia uwepo wako na uweza wako. Roho Mtakatifu sasa Bwana, tuwatamie Mfalme, tawala mahali hapa Bwana. Nami mtumwa wako najiweka mikononi mwako, itumie sasa mapenzi yako jioni ya leo. Ikalinene neno lako kwa usahihi katika nguvu na mamlaka yako Mfalme. Hata napolisema neno lako Bwana Yesu, naomba litoke katika kinywa changu na nguvu yako na mamlaka yako. Baba, ninakushukuru maana uko hapa. Wewe ndiye Mungu wa kweli, Mungu uliye hai, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, na hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakupenda, wewe ni baba yetu, na kwa jina la Yesu naomba na shukuru. Wote tuseme amen. Amen. Naweza kakaa wakati huu. Tunaendelea na semina yetu nzuri, habari ya Pentekoste, wiki ya Pentekoste. Haleluya. Nikwambia ni wiki maalum kanisa letu nzuri ya Tanzania Assemblies of God limetoa ili tuingie Pentecost, na hasa katika agano hili jipya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na sisi tunajifunza mambo muhimu yanayoambatana na Pentecost ya mwamini. Mambo gani muhimu? Na tumeona tangu ujio wa Pentecost kuna mambo muhimu ambayo tunayaona katika kanisa. Na jambo la kwanza kabisa ambalo sitaki nikose kwenye semina yote ni kwamba Pentecost inadhihirishwa na umwagiko wa Roho Mtakatifu au ujio wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ujio wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Na ni mapenzi ya Mungu aliye hai, kila mwanadamu aliyokoka, aliyemwamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake na kukaa naye na kumfuata,
ajaze Roho Mtakatifu. Haya mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya macho wala mchungaji Kangalawe, bali mapenzi ya Mungu aliye hai, kwamba kila aliyeokoka katika Agano Jipya apekee kipawa cha Roho Mtakatifu. Na ishara ya kwanza ya kubatiza na Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha nyingine. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake mapenzi ya Mungu kwamba na wewe unene kwa lugha nyingine. Haleluya. Na tunaona kwamba kunena kwa lugha nyingine kuna ambatana na jambo moja la kiroho, kwamba unakuwa unazungumza mambo ya siri ndani ya moyo wako na unazungumza na Mungu moja kwa moja. Roho Mtakatifu anakuombea, Roho Mtakatifu anakuimarisha, Roho Mtakatifu anakutengeneza, Roho Mtakatifu anakusafisha. Waingereza wanasema he edifies you, manake anakutakasa, anakutengeneza. Na kutakasa, kutengeneza ni kwa ajili ya kitu kimoja, ni kwa ajili kwamba ni maandalizi ya kumlaki Yesu atakapokuja. Unyakuo utakapokuja ukute uko tayari. Jina la Bwana libarikiwe. Nilisema siku ya kwanza, nafikiri nilisema hapa kwamba ni hasara kama utasali alafu unyakuo uje ukaacha. Ni hasara kubwa sana. Hakuna hasara kama hiyo. Na mimi sitaki uipate, na mimi sitaki nikumbane na hasara kama hiyo. Hiyo biashara kichaa. Wataka wanasema biashara kichaa. Hatuitaki hiyo. Nataka Yesu akija na wewe uchukuliwe unyakuliwe kwenda mbinguni. Yesu alikwenda kuandaa makao kwa ajili yako. Na kwamba si kwamba hayo makao labda tusasukumana tukimbie kwamba watakao wai ndio watapata, wengine wakose. Amesema nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake kila mmoja atapata. Kwa Mungu kama dunia nzima ingemwamini Yesu, kila mmoja angepata makao mbinguni. Haleluya. Maana ni mengi yanakungoja wewe. Sasa anayetuandaa sisi mabibi harusi. Sisi wote ni mabibi harusi. Wanaume na wanawake ni mabibi harusi. Bwana ni mmoja tu. Ni Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Yeye ndio bwana harusi. Kwa hiyo tunaandaliwa kama shangazi anapomwandaa au yule mpanda anapomwandaa rafiki yake anayekwenda kuolewa. Anaandaliwa kule kwetu nyumbani. Harusi za wakati huo, shangazi ndiye anamtoa binti, anamwandaa vizuri. Na sisi Roho Mtakatifu anatuandaa kwa ajili ya unyakuo. Na unyakuo ni wakati wote. Inaweza kawa jioni ya leo, inaweza kawa usiku wa leo, inaweza kawa kesho, inaweza kawa miaka 2 ijayo, inaweza kawa miaka 20 ijayo, hatujui. Lakini ni wakati wowote. Aidha mvua inanyesha au yenyesha au ni jua kali, katikati ya mambo. Uenda naweza kakuta uko kwenye biashara umezungukwa na wateja wengi. Hapo Yesu anakuja. Inatakiwa hata katika wakati huo atakapokuja na wewe uweze kuchukuliwa kwenda mbinguni kumlaki Bwana Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Hilo ndio tumaini letu, ndio tunalala nalo, tunatembea nalo, tunaliko kichwani kwamba Yesu anakuja wakati wowote, na anakuja kuchukua walio tayari, walioandaliwa, wasiokuwa na mawaa, wasiokuwa na doa, wanaofaa kuingia mbinguni, watakatifu wa Bwana. Ili wewe mtakatifu wa Bwana uendelee kuwa mtakatifu wa Bwana, ametuletea msaidizi, na huyu msaidizi ni Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Hakikisha umempata huyu. Na tuliona mambo kadha wa kadha. Baadhi ya mambo ambayo Roho Mtakatifu anasaidia ni ujasiri. Anatupa ujasiri wa ajabu sana Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Leo tutakwenda na lingine, jambo la muhimu lingine. Nafikiri sisi kama taendelea na lingine. Na kwamba Roho Mtakatifu, jambo muhimu ambalo linaambatana na Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu iliyoachiliwa. Jambo ambalo linaambatana na Pentecost. Nguvu ya Mungu iliyoachiliwa kuwahudumia wanadamu. Nguvu ya Mungu iliyoachiliwa kuwahudumia wanadamu. Roho Mtakatifu aliposhuka, alishuka na uweza, alishuka na nguvu kuwahudumia wanadamu.
ni maalum kwa ajili ya kutuhudumia wanadamu waliookoka na dunia kushuhudia kwamba yuko Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu anashuka na anamshuhudia Yesu kwamba huyu ni mwana wa Mungu, kwa uweza, kwa nguvu, kwa mamlaka mengi, kwamba huyu Mungu si wa kawaida, ni Mungu wa kweli mwenye nguvu na mamlaka yote. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mali jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ndio maana ule mstari wetu muhimu sana, Matendo ya Mitume 1:8. Matendo ya Mitume 1:8 na Luka 24:49 anasema, Matendo ya Mitume 1:8 kwamba lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nini wa nchi. Jina la Yesu litukuzwe. Mtapokea nini? Mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Alafu 24, Luka 24 mstari wa 49, Luka anazungumza kwa jinsi nyingine alipokuwa anawaambia kaeni hapa hapa Yerusalemu. Luka anasema 24:49, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Haleluya jamani, haleluya. Pentekoste inaambatana na nguvu ya Mungu. Bila kuona nguvu ya Mungu, hiyo Pentekoste haitakuwa na maana. Jina la Bwana libarikiwe. Ukinena kwa lugha bila nguvu ya Mungu, watu hawataona tofauti, si ndio? Hawataona tofauti. Kinacholeta tofauti ni nguvu ya Mungu, uwezo wa Mungu unaotenda mambo ambayo wanadamu wanashindwa. Uwezo wa Mungu unatenda mambo ambayo Luka akili ya wanadamu. Hiyo ndio inadhihirisha kwamba hiyo ndio Pentekoste. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Yaani kama tunanena kwa lugha tu, lakini nguvu ya Mungu haionekani, tunatoka. Lazima iwepo nguvu ya Mungu. Lazima iwepo nini? Nguvu ya Mungu. Kwa hiyo Pentekoste pia inaambatana na nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu ni kwa ajili ya kuhudumia sisi wanadamu. Haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Hebu tuseme Luka 4. Leo naenda kuombea nguvu ya Mungu. Amina. Leo tunaomba kwa ajili ya nguvu ya Mungu. Amen. Sawa, utembee na nguvu ya Mungu. Amen. Nyumbani na nguvu ya Mungu. Kazini na nguvu ya Mungu. Popote unapokuwa kwenye kazi ya Bwana na nguvu ya Mungu. Asubuhi na nguvu ya Mungu. Jioni na nguvu ya Mungu. Usiku umejaa nguvu ya Mungu. Popote unapokuwa umejaa nguvu ya Mungu. Leo ndio maombi yetu kwa Yesu. Jioni ya leo tunahitaji nguvu ya Mungu. Tunaona sisi Tanzania si mwezi mkuu. Tunasema miaka 13 ya moto wa mwisho. Tunataka Bwana na nini? Na nguvu zake. Hizo nguvu zake ndio tunaenda kuomba jioni ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Unaenda kwa lugha lakini una nguvu ya nini? Ya Mungu. Haleluya. Jamani, haleluya. Sikilizeni hivyo. Sikilizeni. Nani anataka nguvu ya Mungu? Taenda kwa Baba Bwana. Biblia inasema mtafuteni Bwana mahali mnafikiri anapatikana. Na Yesu anapatikana. Moja ya tabia ya Mungu wetu kwamba yuko mahali pote. Kwa hiyo hata hapa yuko. Tunapozungumza hivi yuko. Tukimwomba anasikia na anajibu. Amina. Kwa sababu mapenzi yake tuyaye nguvu ya Mungu. Tusome Luka 4. Luka 4 mstari wa 18. Luka 4 mstari wa 18. Labda
Tuanze mstari wa 16. Tuanze mstari wa 16. Nasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliofanyaje ni uliokubaliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Yesu anazungumza maneno haya, anasoma katika chuo cha nabii Isaya, ananukuu maneno ambayo nabii Isaya alishasema muda mrefu, miaka mingi zaidi ya miaka 600 huko alishazungumza. Ukisoma sura ya 61 kitabu cha Isaya utakuta unadugu. Kwa hiyo yeye akachukua yale maneno, akachukua kile kitabu au ile gombo la chuo kama ilivyokuwa anazungumza, inaandikwa nabii Isaya. Kwa hiyo kaomba kawasomea mbele maneno haya. Kiendelea ile pale anazungumza wazi kwamba maneno haya leo yametimia mbele yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Isaya alikuwa anazungumza Yesu ambaye Roho Mtakatifu yuko ndani yake, na Roho Mtakatifu yuko ndani yake kufanya mambo makubwa. Anatangaza habari njema, lakini hizo habari njema zinaambatana na wafungwa waliofungwa kufunguliwa. Alikuwa watu waliokuwa katika vifungo vya kawaida, matatizo na nyumbani waliofungwa, watu waliofanya ufisadi, watu waliofanya vitu mbalimbali wako magerezani. Alikuwa anazungumza habari ya watu hao. Alikuwa anazungumza habari ya vifungo katika ulimwengu wa roho, ambao mwanadamu amefungwa na shetani, anashindwa kumjua Mungu wa kweli, kwamba amekuja kutangaza waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na kipofu kupata kuona, watu wasiojua kweli ambao kujua kweli ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Jamani, haleluya. Na akili nyingine anasema kuwaweka huru waliosetwa, watu waliofungwa. Mungu wa mbinguni, Yesu Roho wa Bwana kwa ajili yake, moja ya nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba yeye anaweza kufungua waliofungwa. Ndio maana Yesu alipokuja alipata tenda mambo makubwa, anaponya magonjwa ya kila aina, watu waliopooza wanapona, watu waliokuwa na shida mbalimbali wanafunguliwa, wenye majibu wanafunguliwa, wenye pepo chafu wanafunguliwa, watu waliokufa pia wanafufua. Mungu ya Mungu ikionekana, anatenda mambo ambayo hata waliokuwepo anasema hajawahi kutenda na mwingine, maana nguvu ya Mungu ilikuwa hadharani. Na wao kila mmoja aliyeona anasema haya mambo haya haiwezekani kutenda mpaka awe na Mungu ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa anatenda haya leo mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Sasa wakati Roho Mtakatifu anakuja, nguvu hiyo iko ndani ya kanisa. Hiyo nguvu ya Mungu iko ndani ya nini? Ya kanisa. Tunataka kuiona hiyo nguvu ikitembea ndani ya kanisa lake. Wagonjwa wanapona, wenye pepo chafu wanafunguliwa, wenye shida mbalimbali Bwana anawagusa, wanapata majibu yao, waliohangaika Bwana anawasaidia, waliofungwa wanafunguliwa. Hiyo nguvu iko ndani yake ya kanisa, na hayo ndiyo mapenzi ya Mungu wetu aliye hai, maana alimtuma Roho akaenda sisi hata milele. Ndivyo tulivyosoma katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 15 mpaka 18. Alimtuma kama msaidizi, akaenda sisi hata milele, na nguvu hiyo ikitenda kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana nasema nani mtapokea
itapokea nguvu ya Mungu akisha kwa ajili ya nini? Roho Mtakatifu. Kijaza Roho Mtakatifu, maana yake ndani yako unatembea na uwezo wa Mungu, unatembea na uwezo wa jina la Bwana libarikiwe sana. Napenda kumpa mfano wa watu waliojua kwamba tunatembea na nguvu ya Mungu. Mfano wake ni Petro. Kisoma sura ya 3 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura ya 3. Sura ya 3 kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro alifahamu kwamba ana kitu cha ziada ndani yake. Haleluya. Sura ya 3 anasema basi Petro na Yohana walikuwa kikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwayo Mzuri, ili aombe sadaka na watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo alipoona Petro na Yohana aliingia hekaluni, aliona mtu huyu akawaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba pewe nini? Sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame nani? Sisi. Tutazame nani? Sisi. Amina. Akaangalia akitarajia kupata nini? Kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nafanyaje? Ndicho ninakupa. Fedha sina wala dhahabu sina, lakini na kitu kingine cha ziada ambacho hujakiona. Labda alisema kwamba yamkini ungejua kitu hicho nacho, labda ungeomba hicho nilicho nacho ni kizuri sana, lakini wewe unaomba nikupe nini? Sadaka. Na sadaka apewe shekeli, apewe dhahabu, apewe fedha. Petro anasema hiyo mimi sina. Wewe niangalia mimi sina. Mfukoni sina chochote, niko haya. Sina kabisa. Kwenye mwili wangu sina, lakini na kitu kingine cha ziada ambacho hujakiona, ninatembea nacho, nitatamani, kiko ndani yangu. Hicho kitakusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Petro na Yohana wakati huo wameshajaza Roho wa Mungu, wana Roho Mtakatifu ndani yao. Haleluya. Na yeye fahamu ana kitu cha ziada. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Na bahati mbaya ndugu yeye alikuwa hajui. Yeye alikuwa anaangalia sadaka. Anasema lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakaona, wakienda kumsifu Mungu, wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka kwenye mlango mkuu wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabu mambo yale yaliyompata. Haleluya. Jamani, haleluya. Ni nini kilifanya yule kiwete akasimama? Ni nini kilifanya kiwete akasimama? Nguvu ya Mungu. Haleluya. Nguvu ya nani? Ya Mungu. Kwani Petro pale alikuwa ananena kwa lugha? Pale alikuwa ananena kwa lugha. Lakini wakati wa Pentekoste alipokea Roho Mtakatifu akanena kwa lugha. Lakini sasa wanapokuja kutembea, kuna kitu cha ziada, iko nguvu ya Mungu. Haleluya. Na Petro alijua hiyo nguvu ninayo. Ndio maana anasema sina dhahabu, sina fedha,
lakini nilicho nacho ninakupa. Ndani yangu kuna kitu cha ziada, ndani yangu uko uwezo wa Bwana wa kuweza kufanya vitu vyote. Naona unataabika, ndugu zako na kuleta hapa Mwangele kila leo, una shida, lakini huku ndani iko nguvu ya Mungu inayoweza kufanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Lakini huko ndani iko Roho wa Bwana anayeweza kusaidia, anayeweza kuleta majibu ya maswali yako, anayeweza kuondoa msiba wako mara moja ukafurahi. Nasema kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, simama, akasimama. Haleluya jamani, haleluya. Inawezekana kwako pia, vile aliyotenda Petro, na wewe unaweza, na wewe unaweza, na yule anaweza. Inawezekana watu wa Galilaya, inawezekana yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani ya Petro ndio yuko ndani yako, ndio yuko ndani yako, ndio yuko ndani yako. Na Mungu amemleta kwanza kuwahudumia watu wajue yuko Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na nchi, mwenye nguvu, mwenye uweza, anayeweza kutenda jambo lolote. Haleluya jamani, haleluya. Pentekoste inaambatana na mwaliko wa Roho Mtakatifu, lakini pia na nguvu ya Mungu. Tunahitaji nguvu ya Mungu majumbani kwetu, tunahitaji nguvu ya Mungu kanisani, tunahitaji nguvu ya Mungu kazini, tunahitaji nguvu ya Mungu tunaposhuhudia, tunahitaji nguvu ya Mungu tunapoambia watu kwamba Yesu anaponya na kweli awaponye. Haleluya jamani, haleluya. Tuone viwete akitembea, tuone vipofu wakiona, tuone mambo makuu yakifanyika. Wale ambao wanawapeleka wanadamu kwa waganga wa kienyeji, wale ambao wanapeleka kwenda kunywa maji ya upako, wale ambao wanapeleka kwenda kufanya vitu vingine, wamuone Yesu ambaye atachukuliwa, atafanyaje, atakatiliwa. Wamuone Yesu wa kweli. Saidi kazi jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Unajua Yesu ni mtamu jamani. Wewe unajisikia vizuri unapoanza kumsema Yesu, baada ya kumsema kama mashine. Haleluya jamani, haleluya. Yesu anafanya vitu vya ajabu. Iko nguvu ya Mungu ndani yako. Napenda nikuaminisha hivyo, si kwamba nakuaminisha somleo, hapana, ninaandikwa kabisa. Roho Mtakatifu anaambatana na nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu iko ndani yako. Najua Petro asingejitambua, angemwambia singetoka kama pole mpendo, sina mtu msaidie, sina. Asingejitambua, angemwacha katika ajali. Wangeingia hekaluni, wakaomba Mungu, wakatoka, akamwacha yeye. Lakini alijitambua. Na wewe ukijitambua, mambo makubwa yanatendeka nyumbani, mambo makubwa yanatendeka mtaani. Jitambue, nguvu ya Mungu iko ndani yako, nyingi mno, ni kubwa mno, iko ndani yako, maana Roho iko ndani yako. Tumepewa jina moja tu, jina ambalo liko juu ya majina yote, jina la Yesu Kristo Nazareti. Haleluya jamani, haleluya. Ukiendelea kusoma hapo, baada ya wewe muujiza, wale wakuu makuhani wakaanza kuwatafuta hao watu, ndipo kauliza, tuambieni kwa nguvu gani, kwa jina la nani mnafanya haya? Petro anawaambia ni kwa jina la yule ambaye mnamsulubisha, huyo ambaye amekuwa jiwe ambalo amekataa haki, limekuwa jiwe kuu la pembeni, na kwa jina lake huyu ndugu ambaye amekaa miaka 38 tangu Israeli anatembea, yuko mzima. Haleluya jamani, haleluya. Mwagiko wa Roho Mtakatifu na Pentekoste inafatana na nguvu ya Mungu aliye hai. Unajaa uweza. Luka anasema, anawaambia kwamba mtoke hapa mjini Yerusalemu mpaka umevikwa uweza kutoka juu. Unaponena taweza, unapojaa katika kwa Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu aliye hai inakukalia. Ndio maana anasema ubatizo wa Roho Mtakatifu ulizamishwa ndani ya Roho. Haleluya.